Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilman wa ma utitu min al-ilmi illa qalila wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tunamtakia rehma na amani kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala, mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Waislamu, kwanza kabisa naanza na kalimatu shukur, yani maneno ya shukurani. Tunawashukuru wote kwa kuwa mlitangaziwa hii program na mkahudhuria, na Allah subhanahu wa ta'ala awajaze kila la khairi. Innamal a'malu binniyat, kila amali inakubaliwa na nia. Kwa hivyo aliyekuja kwa nia nzuri, kwa nia dini, kwa kufaidika, inshallah Allah shaqidhi haja zake. Kwa yule ambaye amekuja kwa masalih ya kidunia, jamaa alisikia kuna pilao akakuja kapiga mpunga yake akajikata. Innamal a'malu wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratu ila Allah wa rasuli hijratu ila Allah wa rasuli, amali yako imekubaliwa. Lakini waman kanat hijratu lidunya, kuna yule ambaye amekujia dunia, kuna mpunga, kuna biriani, kuna nini, fa hijratu ila ma hajara ilayhi, yeye atapata ile mpunga na ataenda, hana thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ni jambo muhimu sana. Kwa hivyo kila yule ambaye amehudhuria hapa kwa ajili ya Allah tayari ajibashiria kwamba amekwisha kupata thawabu, na zile dua zote ambazo Sheikh ameomba hapa hivi, aitwaje Sheikh ule Sheikh Jamaluddin ameomba zile dua, mashallah zilikuwa nzuri zote. Inshallah zitakuwa, wale vijana ambao hawana makazi watapata makazi, wale wagonjwa watapata shifaa, wale mambo yao yote imekuwa inshallah itafunguka, wale wanataka tauba Allah subhanahu wa ta'ala amewasamehe. Katika majlis kama hii Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mnaelewa, tumeelezwa mara mingi katika hadithi, kuna wale malaika wake ambao wanatembea wakitafuta majlis ya dhikri mali kama hapa, na wao wamekaa na sisi toka hii darasa ianze. Baadaye hawa malaika urudi kwa Allah, Allah anawauliza hali ya kwamba anajua ametoka wapi. Wanamueleza tumetoka sehemu fulani Kawangware, kulikuwa na darasa, watu wamehudhuria. Allah anauliza hawa malaika, hawa watu wanataka nini? Malaika wanamwambia Allah wanataka janna. Allah anauliza ya kwamba hiyo janna washaiona? Malaika wanasema hapana. Allah anasema je, wangeiona hiyo janna? Kisha baadaye Allah anauliza wanataka nini? Wanakuomba uepushe na moto wa jahannam. Allah anauliza je, wameiona moto wa jahannam? Malaika wanasema hapana. Allah anasema je, wangeiona hiyo moto ya jahannam? Kisha baadaye Allah anawaambia wale malaika, baada ya kurudi kuripoti kazi yao, wanarudi kwa Allah baada ya kutoka hapa. Allah anawaambia wale malaika, ushidukum anni qad ghafartu lahum, na shuhudieni enyi malaika, mimi nimewasamehe. Kwa hivyo shekhe, kama wewe umekuja hii muhadhara toka asubuhi mpaka jioni, kama pengine wewe umepata pilau na chapili umepata ni msamaha wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo tunashukuru kwa wale ambao nyinyi ambao umehudhuria, kuwashukuru pia wale ambao wamesimamia hii program. Allah anasema waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair, lazima kila mji, kila mahali kuwe na watu ambao wataita watu katika khairi. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam. Limadha? Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna munkarin fa'aluhu fabisa ma kanu ya'malun. Allah anasema bani Israil walilaaniwa kwa ulimi wa nabii Daud na nabii Isa. Allah anasema sababu kanu la yatanahawna al-munkar, walikuwa katazani na kuamrishana mema. Kila mtu anakuambia bana, kila mtu na maisha yake. Ndio hiyo maisha ambayo tunaishi, kila mtu na nini maisha yake. Hata wale ambao wanafanya makosa na wanaamrisha mema, unakuta jamaa anavuta bangi na kuambia mazee ndo ni mbaya hii kitu, jo hii sigara kubwa jo, tuacheni jamaa. Huyo ni bora mbele ya Mungu kuliko ule anachoma na anaitafutia sababu, kama akina Sonko, huyu gavana wa Nairobi. Gavana wa Nairobi alisema hiyo bangi iko legalized, ati ni dawa. Nani alisema hiyo bangi ni dawa? Ule mbunge wa Kibira. Haya, mbunge wa Kibira alikufa na nini? Haya, na kansa.
Sasa yeye kama alipiga boza ikumtibu, itatibu watoto wetu mtaani? Hebu tumieni akili. Yeye alikufa kwa nini? Si yeye alisema hiyo kitu ndawa? Wewe utakuniambia wabunge wakipiga ndomu kuna mtu atawashika? Wewe tuko mtaani, hatuko mashambani, tuko hii ni Nairobi. Jamaa akipiga ndomu kuna mtu atawasumbua? Mnajua ndomu ni nini? Jamaa akipiga ndomu kuna mtu atawasumbua? Kuna mtu atawasumbua? Sasa ndomu ngapi alipiga ilimsaidia? Haya, sasa hebu niambie leo watu wapige kelele hadi sasa ndomi kulegalize ndio watoto wetu waanze watoto wa maskini, watoto wa mageto. Hebu niambie hebu niambie mtoto wako yuko class 4 anaenda shule anakuambia baba, zamani walikuwa mpatia break juice, biscuit, keki, anakuambia baba na ndomu. Ama kuna kantini ya shule baada ya MP kukaa chini wasema ndomu ni dawa. Sasa kuna na kantini ile ya kuuzauza, watu wanaenda kununua, nipatie juice na ndomu mbili. Doesn't make sense. Unaona, ala kuli hali ni kwamba Allah anasema katika kila mji lazima kupatikane na watu ambao watakuwa naamrisha mema na kataza maovu. Kwa nini ndugu zangu Waislamu? Kwa ajili asli ya binadamu ni kuteleza. Allah anasema khuliqa lisana dhaifa wa asa adama rabbahu faghawa. Adam alimuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaambiwa wala takun ka sahibil hut, usiwe kama Nabii Yunus. Nabii Yunus alifanya nini? Amefanya dawa, badala ya kungoja Allah amwambie ondoka, akakasirika akaondoka. Allah akakasirika naye. Mitume walifanya makosa. Jamhurul ulama wengi wanasema mitume hawakusalimika na makosa ndogo ndogo. Sijui kama tuko pamoja. Mitume wamesalimika na al-kabair, madhambi kubwa kubwa, lakini madhambi ndogo ndogo hawakusalimika nayo. Hebu niambie, ikiwa mitume wakusalimika, je mimi na wewe? Je mimi na wewe, ndugu zangu Waislamu? Unaona? Kwa hivyo inakuwa ni muhimu sana ya kwamba sisi tuwe ni wenye kufahamu masala kama haya. Ndugu Waislamu, ningependa kidogo nizungumzie dua moja ambaye ni dua ya Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam. Lakini kabla hapo, maudhui yangu kama mlivyoelezwa ni matatizo ambayo tunapata katika ummatul islamia, mujtama zetu za Kiislamu. Na Sheikh amenitangulia kutaja hiyo sababu kubwa sana ya kwamba vijana kuombaomba na vijana wataki kufanya kazi. Nataka nitaje quote moja ya Bill Gates. Na hii quote, na hapa kuna walimu na watu wamesoma kuliko, na mimi na wachallenge wanipinge na tufikirie pamoja. Bill Gates alisema ya kwamba if you are born poor, it is not your mistake. Umezaliwa na nyinyi maskini uko msoto, makosa si yako, makosa ni ya wazazi. Wewe umezaliwa ghetto, umezaliwa hiyo area, wewe umezaliwa Ungwaro, umezaliwa hiyo area. Lakini anasema if you die poor, ukikufa maskini, it is your mistake, makosa ni yako. Sijui kama nirudia ama tumefahamiana. Nataka niendelee na wakati sitaki nikatwe katikati. Umeelewa hii kote? Yaani kama umezaliwa masikini, makosa si yako, lakini ukifa maskini, makosa ni yako. Niwapatie mfano. Na hiyo ndio Sheikh alikuwa anasema, lakini wakati ikamkata. Na unajua Sheikh, vile Sheikh ameanza, ukisuluhisha hali ya kiuchumi ya Waislamu, umesuluhisha shida zao. Umar radhiallahu anhu alisemaje? Alisema kada al-faqru an yakuna kufran. Huenda yani kidogo umaskini iwe ukafiri. Umaskini ifanye nini? Iwe ukafiri. Shekhe, mtu anakosa yuko tayari mpaka kuvaa msalaba kukufuru ili akule. Shekhe, sisi tunajua watu wanafanya maasi, wengine mpaka shekhe wanajifanya wao si Waislamu waweze kupata mambo fulani kimasalih ya kidunia. Na Umar radhiallahu anhu akasema kama umaskini ingekuwa ni kama binadamu niijue ndio ule, Umar anasema ningeenda nichinje umaskini. Maanake Sheikh, hakuna mtihani kubwa kama umaskini. Niwapatie mfano ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam
Nyinyi mnajua kwamba mwanzo wa Uislamu watu walikuwa maskini na hali ilikuwa ngumu sana. Yani mpaka Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia masahaba, la akhsha alaikum alfaqr, siwaogopei nyinyi umaskini. Mtume anaambia masahaba. Kwa nini? Hali ya masahaba ilikuwa ngumu sana. Mtume anawaambia kama ni pesa, fulus. Pesa fulus, wa Somali wanasema laakta. Fulus, money. Kama ni pesa, Mtume asema mtashika pesa hivi mpaka mchoke. Na leo nyinyi wote mnakubaliana na mimi, ardhi ambayo ilianza Uislamu, ardhi ya masahaba, hakuna watu wana pesa kama wao. Na ndio kwa maana majeshi inatumwa dunia mzima ikabomu huko. Ni ile mafuta na rasilimali iko huko. Kabla ya Mtume ilikuwa Jaziratul Arab ni maskini. Wanakula wakati ya njaa, wanakula ngozi ya mnyama aliyekufa. Hata Rabi' ibn Amir sahaba alisimama mbele ya Rustum. Huyu ni sahaba mbedui ametoka mashambani. Akasimama mbele ya Rustum na Rustum akamdharau. Akamwambia ma lakum hayu al-arab, nyinyi mna nini nyinyi Waarabu? Nini mmewaleta kwa ardhi yenu? Ma alimna qauman aqalla wa adhalla minkum, hatukuona watu wachache dhalili kama nyinyi Waarabu. Lilionani hadhara, wale Greece wako na civilization, walihunudi hadhara, Waindi wameendelea wakati ule, wako na great civilization ya India. Walifarisi hadhara, wale Persian wa Irani wako na great civilization. Ama antum fahalu ju'lan, nyinyi Waarabu watu wa njaa. Tutariduna al-aghnam wal-ibli fi sahara, munakimbishana na wanyama misitu. Famadha ata bikum, nini imewaleta katika ardhi yetu? Nini imewaleta katika ardhi yetu? Rabi' ibn Amr akamwambia kunna kadhalika wa ziada, akamwambia tulikuwa ulivosema na zaidi ya hiyo. Anasema tulikuwa tunauana kwa ajili ya mauridisha, mali ya kunywesha wanyama maji. Yani hiyo mali ya maji ni kidogo, na huyu anangamia 200, mimi ninangamia 200, huyu anangamia 500, huyu ana mambuzi. Tunauana, kabila mzima inaisha kwa ajili ya kutaka hiyo maji kidogo. Na nyinyi mnaelewa mkisoma historia ya Waarabu, ile Harbul Basus. Ukisoma tarikhul Arab, tarikh ya Waarabu, kuna vita inaitwa Harbul Basus. Harbul Basus ilianzaje? Ilianza na ngamia ambaye aliuliwa. Ngamia mmoja ambaye aliuliwa, watoto wa makazi, familia moja wakauana miaka 40 mpaka kabila moja ikamaliza kabila ingine. Hivyo ndio vile Waarabu walikuwa. Umaskini ulikuwa umeenea. Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema nilikuwa na njaa, naanguka kwa vumbi, naanguka chini. Watoto wadogo wakiniona wafikiri mimi ni wazimu. Wacheza na mimi, wana huyu ashakuwa wazimu huyu. Mwana huyu kwisha huyu. Asema Abu Hurairah maskini kwa ajili ya njaa. Asema walikuwa wakifunga kamba, Sheikh. Kwa nini waliitwa ashabu sufa? Ashabu sufa wanavaa ile material ya chini, ile wool. Yani the cheapest material available. Ile sufa ile ndio walikuwa wakivaa. Alafu hawana nyumba, wanalala msikitini. Alafu kipatikana mtu akibakisha chakula nini, wale masahaba ndio wanaletewa. Mpaka walikuwa wakiletewa kibovu, kitu mbaya, chakula mbaya imelala nini, wanaletewa. Ndio Allah akasema wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi ila tughmidhu fi. Akawaambia wale wanatoa machakula na hizi vitu tende, msitoe vitu mbaya, chakula mbovu mnaletea watu maskini. Kitu ambaye nyinyi mkipewa mtachukua, lakini mnawapatia watu wengine. Alakuli hal, ndugu zangu Waislamu, Mtume akamwambia masahaba siwaogopei umaskini. Baadaye Abu Hurairah alikuja akakuwa gavana wa Madina. Akakuja akakuwa gavana wa Bahrain. Abu Hurairah alikuja akashika pesa nyingi sana. Mpaka anakutana na Umar anakutana naye baada ya miaka mingi. Hamona Abu Hurairah mashallah akona mali nyingi. Maisha yamebadilika, ananawiri Sheikh. Sheikh, sura ya pesa na ile ina pesa utajua kweli si kweli ustazi. Sura hali kama mnaungwa roza fanana Sheikh. Sura ya pizza na kiodhe. Wewe umetoka kwa kiodhe, huyo amepiga pizza. Hata hiyo unono ya mashavu inakuwa tofauti. Ni kama ujaribu kulinganisha unono wa cham na wa kawaida. Si watu wa cham wako wamenona. Utakuta mtu wa chama na mnajua cham sio? Akipiga hiyo cham utaona amenona lakini hana afya.
ndani hakuna ukiwekea mtu wa cham githeri hawezi kula, vidonda yote katika mwili, lakini amenona. Akipiga ile cham yake ndio inafanyaje? Ala kuli hal, ndugu zangu Waislamu, Umar akakutana na Abu Huraira, amekuwa tajiri. Na Umar mara mingi Umar radhiallahu anhu alikuwa anapenda kubaki katika asli. Na asli ni kwamba vile mtume alikuwa zahid, ana haja na dunia, ameipatia dunia nyongo, simple life. Umar alikuwa na support sana, alikuwa campaigner mkubwa wa kuishi maisha ngumu, simple life. Yaani wewe usikuwe na mali mingi na vitu mingi, wewe mishi maisha. Sasa alikutana Abu Huraira, akashangaa, Abu Huraira hiyo to umetoa wapi? Lakini muhimu ni kwamba maisha ya masahaba, hata kama mwanzo walikuja alianza na umaskini, lakini mtakubaliana na mimi, lakini mwisho wote, tena nasema wote, walikuja Allah Subhanahu wa Ta'ala akawafungulia dunia, wakafaulu sana. Nataka nitoe mfano ya hii quotation ya Bill Gates ya kwamba wewe kuzaliwa maskini si shida, lakini kufa maskini ndio matatizo. Nani anamjua Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf ni sahaba, sio? Akiingia Madina hana hata ndururu. Abdurrahman bin Auf, mimi nataka vijana wachukue logic ya sahaba, concept ya masahaba. Fi rasulillahi uswatun hasana. Unajua concept yao ya success ilikuwa gani? Abdurrahman bin Auf ameingia Madina. Akiingia Madina ameunganishwa na bilionea wa Madina. Mtume alikuwa anaunganisha watu wawili. Wewe ni wa Maka, njoo hapa. Huyu wa Madina njoo. Nyinyi wawili ni mandugu, saidianeni. Wewe wa Maka na wa Madina, nyinyi wawili saidianeni. Mtume Muhammad akamshikanisha Abdurrahman bin Auf pamoja na tajiri mkubwa wa Madina. Ebu wewe, kabla tuendelee sana, kama ni wewe hapo ungeliaje? Mtaani wanasema manzi hapo nimeupanchi. Kwa nini? Kama anaishi Hurlingham utaenda kuishi na yeye? Wacha masahaba alikuwa zaidi ya hiyo. Sahaba akamuita Abdurrahman bin Auf akamwambia, mimi na wewe mtume ametufanya mandugu, lakini kwa vile sisi sasa ni mandugu, akamwambia ya kwamba nusu ya mali yangu ni yako. Kama ule sahaba alikuwa na 2 billion, bilioni moja ni Abdurrahman bin Auf. Chukua bilioni moja, mimi nibaki na bilioni moja. Akusimamia hapo. Nina shamba Nakuru, nina shamba Meru, nina shamba Mombasa, nina shamba Voi, nina shamba Kisumu. Shamba zangu ni kama 10. Shamba 5 chagua ile unayoipenda nikuachie. Sahaba ikafika mahali mpaka wanagawana wanawake. Anamwambia, wewe hauna mke sahihi. Nina mke zaidi ya mmoja. Tena sikupati kile kibovu cha nisumbua. Mimi nitakuitia wote, ule utampenda ndio ufanyeje? Wampenda huyu, haya talaktuki 1 2 3, chukua baada ya talaka. Angalia masahaba Sheikh. Ndio naona mimi mara mingi naelezaga wazazi ya kwamba sisi kama tukupata tarbia mzuri ya masahaba na nani, lakini tufanyie watoto wetu. Na nielewa, sisi hatusemi ya kwamba si tuliinukia mtaani, wazazi wetu wakutulea vizuri. Sisi tunazaliwa wazazi wetu wako juu ya magomba na mafegi. Ni kweli urongo? Na masinema za Kihindi. Wakati ya mitabachan na mithun. Unaona? Lakini sisi zamani Sheikh ulikuwa unakuja msikitini unapigwa ukiwa mtoto. Sikizi ukija msikiti yetu Masjid Khadija, tutoto tudogo to mwaka 2-3 utakuta tuko msikitini tunaswali. Tena tumeambia watu daily tunawakumbusha, hataki kuona mtu anasumbua mtoto msikitini. Na kama umezeeka sana enda huko msikiti ya wazee. Usisumbue hao watoto. Ala kuli hali, ndugu zangu Waislamu, ni kwamba muhimu sana sisi tuwe na concept kama hizi. Abdurrahman bin Auf alimwambiaje huyu tajiri? Hebu niambie kama ni mtu wa mtaani. Mwingine huko nyuma.
Nyinyi jamaa mtaani mnaliagaje? Umeomoka. Mazejo. Lakini unaona vile Sheikh amesema masahaba ni watu walikuwa wapendagi vitu za bure. Na si watu wa kulalia. Na imani yao ilikuwa juu kwa Mwenyezi Mungu. Sahaba walikuwa wanajua inna Allaha huwa razaq. Nani mwenye kutoa riziki? Si huyu tajiri. Mwenye kutoa riziki si huyu tajiri. Umesema hiyo mfereji ni pesa ngapi? Mfereji 80,000. Usinipe pesa, nenda kazi nunue. Ushaenda ushamwambia ule tajiri, Sheikh ule tajiri atakuzungusha. Utafikiria mfereji unaenda kuzieka ndani ya nyumba yako. Daily unachukua bodaboda unamwendea tajiri anakuzungusha. Na akupi wewe, anajua hiyo ni ya msikiti. Mifereji anakuzungusha usiku na mchana. Alakuli hal Sheikh akamwambia wewe mlilie Allah. Yeye alitaka kwa ajili Sheikh anajua na tajiri fulani na fulani amtume kwa hao matajiri. Si ule jamaa katoka akaingia huko kwenda kuomba. Basi alifika kwa duka ule jamaa acha anze kulia. Watoto wamefukuzwa shule. Ilanuludi. Ule tajiri wataenda maliza kulia kwanza. Baadaye hebu guess alipilipwa pesa ngapi? Alipigwa chwani ya kurudi Githurai. Patia huyo 50. Wallahi angelia kwa Mwenyezi Mungu asingefedheheka. Na Allah haangalii wewe unamuasi ama wewe unamtii. Manake Allah kama angekuwa anatoa kwa hiyo msingi, asingeitikia dua ya Makuraishi. Wa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin. Walipokuwa wakisafiri kwa safina, wakifika katikati ya maji, shekhe, mawimbi inakuja, wanamuomba Allah kwa ikhlas, Mungu tunusuru. La in anjana min hadha lanakunanna minashakirin. Ukitunusuru tutakushukuru. Allah alikuwa akiwajibu dua zao. Hebu niambie, Allah anajibu hawa. Allah anajua vizuri wakitoka hapo wataenda kuabudu Lata na Uzza na Manat. Lakini Allah ni Rahmanur Rahim. Anawajibu. Hebu niambie wewe Sheikh. Hebu niambie wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu anaona haya wewe ukiinua mikono asikujibu. Yastahi, Allah anaona haya. Vipi umeunulia mkono asikujibu? Ala kuli hal, ndugu zangu Waislamu, Abdurrahman bin Auf. Unajua Sheikh, tukitaka kubadilisha hali ya umma tubadilishe akili. Akili, niwapatie mfano vile akili zetu zilifurugwa tukiwa vijana. Mimi nazungumzia level ya mtaani sasa, na wale watu ambao wako rika yangu watanielewa zaidi. Unajua zamani tukiwa vijana in the 80s, 80s, tulikuwa mtaani. Mimi nimezaliwa area St. Teresa's. St. Teresa's hiyo area na hizi mitaa zote utakumbuka it was the same. Sasa unaona mimi naweza kweli kupata shule. Unakumbuka wewe si David, wewe si Paul, wewe si Dennis, wewe si Patrick. Wewe ni Abdalla na Salim, na ujeo na Abdalla na Salim wanapata Kwa hivyo unapiga X. Upande ya shule mimi siko. Mimi napatia thinking ya mtaani na inawadhuru watoto mpaka wa leo. Unaona upande ya shule jo mazee, shule si yetu shule si yetu. Akili nyingine na kufikiria unaona mazee jo ni aje nisijaribu kuhifadhi Qurani. Wakati hiyo jo isili ukiangalia watu wamehifadhi Qurani wa Somali tu. Ukiangalia jo mimi ni nigga man, mimi si Msomali jo. Qurani jo si yangu. Sasa kuhifadhi Qurani unafanyaje? Unapiga X, sawa? Mtaani sasa imebaki option moja. Option ni moja. Zamani sisi tunaangalia dere wa Rosa na makanga wa Rosa. Zamani Rosa ndio ilikuwa inabeba watu. Hao watoto wakumbuki. Rosa, achana na hizi matatu, Rosa ndio ilikuwa inabeba watu namba 9, namba 6. Ukiangalia sasa Abdalla na Salim na Moha wote ni makanga na ni makanga na ni makanga na dere. Hata in fact madereva wazuri wote walikuwa Waislamu.
wengine wametoka California, wengine wametoka Majengo, wengine wametoka Isli, madereva wote. Sasa mtaani sisi tukiinukia, the only option tulikuwa naye ni kwamba you can only become a matatu driver, na utakuwa nani? Na unajua option ya mwisho ilikuwa gani? Option ya tatu ndio ilikuwa mbaya zaidi. Mazee Jo, unaona Abdalla na Hasani na Yusuf wamekuja wamepiga inaitwaje ile safari boot. Zile masafari boot imepandishwa mpaka juu, alafu wamevaa jeans. Jeans ya 7000, ile koti yake ni 7000, alafu ni kijana mdogo ameng'ara. Yaani amepiga full jeans, ilikuwa inaitwa Stonewash. Wakati ya Stonewash na safari boots. Alafu mazee ni unamwadmire Jo, ameng'ara Jo, ukiona hizo machupa Jo, unaona hai. Sasa inakuwa ni aje Abdalla? Jo, nguza sasa ni aje? Mebambika sio poa. Sasa uko na roho twende jioni. Uko na roho. Wewe huwezi beba denga. Wewe utaanzia kuchunga mla. Wewe utakuwa unakula rada. Tapigara? Utakuwa mtu wa rada, unaanza mtu wa rada, baadaye unafanya nini? Pia unajikuta mbeba mwisho mchuma umebeba inakuwa ngumu. Mchuma inaua mwenye mchuma anaangushwa na Wangapi ndugu zangu tumewazika? Mimi najua juzi nilikuwa na Ustadhi Ibrahim, kijana mdogo ana miaka 20. Mitaa zetu huko. Ana miaka 20 huko kijana. Ananiambia yeye toka amalize kuhifadhi Qurani Mombasa arudi mtaani. Wale vijana anajua amekufa na mchuma ni 100. Ni 100. Wale vijana anajua amekufa na mchuma. Ala kuli hal ndugu zangu Waislamu, let's get to the point because of time. Masahaba fikra yao ilikuwa different. Masahaba walijua ya kwamba kama utajiri, Abdurrahman bin Auf anajua ikiwa utajiri amepata riziki akakuwa bilionea hivi, Abdurrahman bin Auf aliamini hata mimi naweza kuwa kama huyu na ziada na zaidi yake, kwani Allah si ndio anaruzuku. Lakini kuna kitu inaitwa asbab. Hata Dhulqarnain alifanyaje? Atba'a sababa, sio? Allah anasema inna makanna lahu fil ard. Dhulqarnain tulimfanya superpower, tulimmakinisha. Hakuna mtu alikuwa na nguvu zaidi ya Dhulqarnain, lakini Allah anasema Dhulqarnain alifanya sababu to remain in power. Alifuata zile sababu, alifanya asbab, thumma atba sababa. Abdurrahman bin Auf akamuuliza utajiri, how did you become rich? Show me the way to the market. Where is the market? Nionyeshe vile wewe umefika mali umefika. Wewe umefika wapi? Umefika wapi? Umejengaje hii pesa? Ulianzia wapi? Yule tajiri akamwambia soko ndio ile, market ndio ile. Believe it or not ndugu zangu Waislamu, Abdurrahman bin Auf alifanya biashara. Kaanza ile marashi ndogo ndogo nini, kaanza biashara. Abdurrahman bin Auf alikuja akakuwa tajiri ya zaidi ya ule sahaba ambaye alikuwa anataka kumgawanyia nusu ya mali yake. Mpaka baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiallahu anha anasikia Madina inatingika, container zinaingia za biashara, ardhi inakuwa earthquake. Aisha akauliza fujo ni ya nini? Ni nini hiyo? Aisha akaambiwa ni caravan, ni container, ni mali ya Abdurrahman bin Auf ndio inaingia Madina. Aisha radhiallahu anha anakumbuka huyu kijana alivyokuwa hana hata ndururu, na angalia mwisho yake amekuja amepata riziki. Ndugu zangu Waislamu, ili sisi tuweze kufaulu na kuweza kujitegemea, first state of mind ni akili yetu. Kuna watu ambao wanafanya makosa ndugu zangu Waislamu. Mimi nilifanya kazi miaka mingi Lithuli Avenue. Nilipomaliza high school nilianza kufanya kazi. Nimefanya kazi ya garage. Nimekuwa spanner boy. Kama mimi nampenda sana Sheikh kwa ajili ya Sheikh ni katika mifano ambazo sisi tunafuata. Sisi tunafanya kazi ya dawa lakini hatuombi mtu. Mimi hakuna mtu atasema ati huyu Abu Najma yuko mfuko yangu. Huyu kijana unamwona huyu kijana piga kelele. Tunamlipa. Unanilipa wapi lini? Unanipatia pesa gani? Hakuna. Naona Muislamu anatakana amenyeke. Achoke jasho. Nimeanza na spanner boy, nimefanya kazi ya insurance Sheikh.
Unatembea town ukitafuta watu wanunue insurance. Paka unataka kuwa wazimu unakaka pavement ya barabara Sheikh. Unakaa hapo. Na sasa hiyo ushaambiwa wewe lazima uwe mwanaume. Zamani hizo mabudana akwambia wewe umefikishwa form 4, si umemaliza masomo. Si umemaliza masomo. Sasa bila umemaliza masomo, kwani hata nakutafutia bibi ni kuone? Si uende, si utoke. Hiyo gali unakula kubwa hivi, unajua mahali umetoka. Hiyo ndio zamani mabuda. Unaona huko mimi sitakikani. Na wale mababa wazuri ndio hivyo. Anakurusha. Ushaona vile ego linafanya. Inaona hao watoto sasa hivi wako sawa, si ndio? Piga teke wanaanza kupuruka. Ati baba. Unaona utu vijana ati kijana kiko 30 years ati bado kiko kwao. Stupid. 30 years. La ilaha illa Allah. Ati kinapendwa. Kimtu kia 35 kinakula kwao, kinalala kwao. Kazi yake ni kuamka na kutafuta mogoka. Very very bad Sheikh. Sheikh amini msiamini, alhamdulillah. Mimi nasema ni Allah ndio fadhila yake, mimi sina fadhila. Nikiwa tayari 20 years old nilikuwa nishaoa. 20 years nishaoa. Sahi niko mwanzo wa miaka 40 nishamaliza kusomesha watoto wangu. Sahi nikiingia kucheza mimi bado nacheza basketball. Ukiniweka na mtoto wa form 4 2019 basketball, hautajua mimi ni mzee, yeye ni kijana, ama yeye ni kijana, mimi ni mzee. Bado na shoot na bado naingia layup. Kama wale wamecheza basketball wanajua. Naona? Sasa ndugu zangu Waislamu ni kwamba Abdurrahman bin Auf alitaka idea. Wangapi katika vijana wana spend time kwa internet kutafuta ideas? Anatafuta ideas. Most of us tunaenda kwa internet kufanya nini? Imekuwa mtihani kwetu na kwenyu. Kweli urongo Sheikh? Angalia vijana wanaangalia gani? How do you benefit from the internet? How are you benefiting from? Wallahi hakuna magic. Kitu nzuri imehappen at this time kama YouTube. Yani subhanallah, mtu ana elimu nyingi, atajirekod kwa YouTube video mzuri ya kubadilisha maisha ya watu, ai-upload bure. Yani wewe kazi yako tu ni kuweka wifi ama bundle, ukae usikie, uchukue idea. Na Mwenyezi Mungu anasemaje? Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum. Mwenyezi Mungu asema lau watu wangetekeleza yale mazuri wanasikia, ingekuwa bora zaidi. Allah anasema hizo fikra mzuri unazipata kwa YouTube ideas, try to implement. Zamani ilikuwa huwezi kupata hizi ideas. Zamani ilikuwa huwezi kupata mtu anakufungua akili. Lakini vijana wetu, where do they spend their time? Wanatumia hizi vitu vibaya. Ni kweli urongo Sheikh? Unaona? Sasa Abdurrahman bin Auf alitaka idea. How can I become rich? How can I make it? What is the way to the market? Unaona? Ni ideas. Na Abdurrahman bin Auf alipopata idea, amekuja akawa milionea. Jambo la pili ndugu zangu Waislamu ni kwamba mimi ukiniuliza kulingana na vile nimekaa mtaani na maisha yetu ya mtaani, niwapatie mfano na nitamaliza saa 10 kamili. Sasa ni saa 9:56. Niwapatie mfano, na ni mfano wa kusikitisha. Nimekuwa pale na Karume ameondoka ama yuko? Karume wa Satellite. Hawa ni katika wazee wa zamani sana wa majengo. Unajua katika maisha ya mtaani, niwapatie mfano, nianze na Isili pale 7th Street kuna vijana walikuwa wanalia wako jobless, hawana mpango na nini. Na imagine mtu anatoka Ushago anakuja Garissa Lodge, anaanza kununua zile champali zile za plastic. Bado jamaa mtaani wanainuka kwa akili yako jobless. Wao jamaa anaenda kuuza, mpaka sasa hivi wale watu wengi walikuwa wananunua hizo vitu. Sasa hivi wenyewe wanaleta container, wako na maduka, wamefanya nini? Bado jamaa, imagine wao umezaliwa pale Isili mtaani. Garissa Lodge ikianza ilikuwa madrasa yetu pale Wood Street, zamani inaitwa Wood Street. Ilikuwa inaitwa Wood Street. Kama mnakumbuka, hapo ilikuwa madrasa yetu, hapo Garissa Lodge. Ikianza watu wa mtaani wanaiona hivi.
Mpaka imekuja kwa market kubwa, mpaka leo watu wa mtaani wale mazee jo msoto. Mazee jo watu na jo mambo mbaya jo. Yahe watu wamekuja bila hata ndururu. Nyinyi mnaitaka watu wa ushagoni mafala. Haya wametoka huko na ufala yao. Sasa hivi wanapeleka gari wako na maduka. Wewe bado uko mtaani. Mbona upati riziki? Utalaumu nani? Hii kitu ilianza hapo. Hiyo ni Isili. Haya nenda sasa Kikomba, area Waislamu California, Majengo, Shauri Moyo. Ni Waislamu ama si Waislamu? Are they rich or poor? Brother mmoja ananiambia kuna watu waliwaona wakija Kikomba walikuwa wanauza juala. Wakaendelea sasa hivi wananunua marobota wakisupply. Zile marobota za nguo wana supply. Bado jamaa zetu wa mtaani waliomazee jo. Walai Waislamu tunadhulumiwa jo. Waislamu tunadhulumiwa jo. Waislamu tunaonewa jo. Hiyo ni fikra ujinga. Nani anakudhulumu? Kenya ni free. Kenya ile freedom iko Kenya haipatikani Amerika. Uliza wale wa Somalia wametoka huko Europe watakwambia. Ile freedom iko Kenya haipatikani Amerika. Haipatikani nusu yake hata London. Mbali haipatikani Saudia mali kuna Maka na Madina. Freedom na uhuru tuko naye ndani ya hii nchi. Saudi Arabia na nchi zote za Waarabu hazifiki nusu ya freedom tuko naye hapa ndani ya hii nchi. Na ile maisha ambayo tunaishi hazifiki hizo nchi. Wale wametembea Arabuni wananielewa zaidi. Na wale wamekwenda Europe wananielewa zaidi. Lakini unajua katika mentality yako ukiona ya kwamba una ile sense ya kwamba upewe, unaonewa, unataka uletewe madola kwa mdomo ndio uonewi. $1,000 weke, bazia tuonewi jo. Kumbafu nenda fanya kazi yake. Kwenda menyeka. Unaona it all goes back to the mind. It all goes back to the mind. Rafiki yangu mmoja wa Embu ananiambia, rafiki yangu wa Embu, rafiki mkubwa sana. Ananiambia kwamba kuna mtu alikuwa anamuuziaga ndizi barabarani. Ndizi alikuwa anauziwa barabarani. Ananiambia after 12 years kampuni yao walitafuta kompyuta, walikuwa wanataka makompyuta nyingi. Walipoenda kwa hiyo duka huyo jamaa wakakuta huyo jamaa pale ndio boss. Ule jamaa ndio alimkumbuka, akamwambia wewe unikumbuki? Ambia mimi nishakusahau. Akaambia mimi nilikuwa nikikuzia wewe ndizi barabarani. Akaambia na leo unakuja kununua kwangu kompyuta na kufanyia bei mzuri. Ule jamaa ndio alimkumbusha. Angalia Suhaiba Rumi akitoka Maka, akiingia Maka alikuwa hana hata ndururu. Akitoka Maka anaenda Madina, mushrikina walimnyang'anya mali yake yote. Lakini angalia mushrikina walikuja akamwambia wewe ulikuja hapa una hata ndururu. Sasa hivi umekuwa milionea unataka kuhama na hii mali yote. Suhaiba Rumi akamwambia ni mali mnataka, endeni mkachukue. Aliwaachia ile mali. Lakini ni kuonesha nini? Ni kuonesha kwamba ili Muislamu aweze kufaulu kiriski, lazima tutoe ile mentality, mazee jo unajua jo, angalia zile fikra za kijinga. Mazee jo unajua Kenya ni connection. Lazima uconnect na wale watu wabigi. Kwani wao ni Allah? Yao ni Allah ndio wanatoa riziki. Mazee jo wewe usipokuwa Muhindi, wewe lazima ukuwe Msomali, lazima ukuwe Mkikuyu. Hii ni ujinga gani? Hati lazima ni nani Allah anasemaje? Wa fi samai rizqukum. Huko binguni ndio kuna riziki yenu kwa Allah. Wa ma min dabati fil ardi illa Allah. Nilimwona mtu amefutwa kazi Sheikh. Alimwambia ule jamaa assalamu alaikum. Na akamwambia siku moja wewe utakuja na mimi nitakupa kazi. Ule tajiri alicheka. Baada ya muda alienda kuchukua kazi kwake. Because ule jamaa ndani ya roho yake alijua kwamba ikiwa Allah amempa huyu ama kuna kabila ya Allah, hatuwajua hani kabila ya Allah na Allah anawapenda. Sasa kwa vile kabila ya Allah wajua wewe huwezi, hakuna kabila ya Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Allah hakuzaliwa, hana mfano. Hana mfano. Yarzuqu man yasha. Tena hebu someni yarzuqu man yasha ni nani? Allah ametaja kabila mtu. Hati mali, unajua mali Kenya ni kabila fulani. Hiyo mali ni kabila fulani. Hii ndio ujinga ambazo zinatoka katika ufakiri, katika umaskini.
kuamini watu fulani ndio wako na mali, kabila fulani ndio imeshika pesa, kabila fulani ndio na uchumi, sisi tuko hivi, tumeumbwa kukaa hivi. Na malizia kwa mtu ambaye amepoteza, sijui kama siku hizi vijana wa hapa mtaani wanaelewa, lakini zamani nakumbuka 90s hakuna mtu alipoteza watu vijana wa mtaani kama Lucky Dube. Huyu ustadhi mwamjua huo? Maustadhi mwamjua ustadhi Lucky Dube? Kuna ustadhi mmoja aitwa, wajua ustadhi ni ule mtu unamsikia sana, ule wewe wachukua mawaidha kwake ndio ustadhi. Kuna ustadhi mmoja aitwa Lucky Dube, mwimbaji rege. Ule Lucky Dube aliimbiaje watu wa mtaani, akawaambiaje? Unakuta jamaa mtaani anaamka iko jobless, hajapiga breakfast, akenda chooni laini, mali ya kuchota maji laini, yeye mwenyewe ana ubao, akiangalia kuna ile githeri ya jana, anainuka analia, born to suffer. Lucky Dube alisema tuliumbwa kusafa, born to suffer, si ndio? Lucky Dube alisema hayo, jamaa wa rege alisema born to suffer, yani tuliumbwa kuishi ghetto, kusafa, tuliumbwa tuwe maskini, to struggle. Mimi nataka niwapatie challenge moja, watu wote wa ghetto na wale marasta. Nyinyi mnajua Lucky Dube akiuliwa alikuwa anapeleka Range Rover ya pesa ngapi? Ni nani wa rege ataniambia kuna mtu aliingia concert ya Lucky Dube bure? Lucky Dube ukwenda kumuona anaimba ni $1,000. Hebu niambie mtu wa ghetto angeingiaje hapo? Yeye mshairi anawapoteza nyinyi watu. Born to suffer. Lini Lucky Dube alisafa? Nani ataniambia? Hata wale uvuta bangi huko nje wachanui nywele na marasta. Watuambie lini Lucky Dube alisafa? Lini alisafa? Lakini ile content inaingia kwa akili yako, inakuharibu, unabaki kuwa maskini. Unasikiza negative people, negative influence. Lucky Dube amekufa akiwa millionaire. Lucky Dube was extremely rich. Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema washuara yatabihumul ghaun. Hawa musician na watu wa mashairi wanafuatwa na watu ambao wamepotea. Watu wote wamepotea wanafuata hawa musician. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Allah anasema huoni hao watu wanaandika mashairi na musician wanazungumzia kitu chochote? Fi kulli wahid. Sahi atamsifu mwanamke, next minute analani mwanamke kwa shairi. Ndio kawaida ya shuara. Shuara ni musician, ni poet ni musician. Mwenyezi Mungu akasema wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Na hawa musician na watu wa shairi wanasema mambo wasioyafanya. Na leo mavijana wetu wote wamewafuata hawa musician na hip hop artist. Wote wamewafuata. 50, kuna mtu ameua watu wa mtaani kama 50 Cent. Hawa watoto wanamjua 50 Cent. 50 Cent ule rapper 50 Cent. Ali 2000 rap yake imesikizwa sana. 50 Cent aliambia vijana mtaani, live rich or die trying. Kuwa tajiri ama kufa ukijaribu kuwa. Die trying inamaanisha nini? Unabeba mchuma unaingia mraa. Wewe unataka kubeba unataka kuwa dosi. Mchuma. Hivyo ndio vile 50 Cent aliambia watu katika maneno yake. Ile music inakuaffect na ina determine behavior yako. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah fastaghfiruhu.